Biashara sio vita, ni mwendo wa maisha. Kanuni za Kibudha zinaweza kufanya biashara yako iwe na mwelekeo, utulivu na mafanikio ya kudumu. Je, unawezaje kutumia mafundisho ya miaka 2500 ili kukimbiza biashara yako leo? Buddha alisema, fikira zako huwa na nguvu kuliko matendo yako. Angalia biashara yako kwa makini, soma mahitaji ya soko, matumizi na maoni ya wateja bila kukimbiza. Pumzika kabla ya maamuzi makubwa. Usiruhusu hasira au haraka kukusukuma kufanya kosa. Zingatia kila hatua, kutoka kwa mazungumzo na wafanyikazi hadi mauzo ya mwisho. Fanya kwa uangalifu. Buddha alitaka watu kuishi kwa haki. Biashara yako iwe chanzo cha ustawi, si uchochezi wa madhara. Okoa asilimia ya faida kwa mradi wa kijamii. Hakikisha bidhaa au huduma yako haidhuru afya, jamii au mazingira. Waheshimu wafanyakazi na wateja kwa usawa. Huruma sio udhaifu, ni ujasiri. Buddha alikumbusha kila kitu kinaisha. Usiwe na shinikizo kwa mazoea yako ya zamani. Soko linabadilika, badilika nalo. Kosa sio mwisho wa biashara, jifunze na uendelee. Usiishi kwa faida tu, mafanikio ya kweli ni kuhudumia mahitaji halisi. Kwa Kibudha kila kitendo kinaathiri kila kitu. Biashara yako ni sehemu ya jamii. Shirikiana na wafanyabiashara wengine badala ya kushindana kwa chuki. Wateja sio namba, ni binadamu wenye mahitaji na matarajio. Tumia teknolojia kuunganisha, si kutenganisha. Buddha alisisitiza njia ya katikati. Usikimbize upanuzi bila misingi imara. Gharama na faida zifuate uwiano. Usichome kiasi cha mafuta. Hifadhi nishati yako na ya wafanyakazi. Mwili na akili vyema vinaongoza biashara vyema. Biashara ya Kibudha haihitaji kuwa na maofisa wengine. Inahitaji nia njema na uwezo wa kuona zaidi ya pesa. Anza kwa kutambua mahusiano, kuhudumia kwa dhati na kukubali mabadiliko. Mafanikio yatakuja kwa utulivu, kama mto unaotiririka. Biashara ni zao la nia yako, ipandwe kwa haki.